Bwana Yesu asifiwe. Nipende kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya, uzima na kibali katika kuiona siku ya leo. Nipende kuwashukuru wale wote ambao tunashirikiana katika channel ya Gideon Online TV. Mungu awabariki sana. Maana tunaona kazi ya Mungu inavyosonga mbele. Kwa majina yangu naitwa Magdalena Mkwe, ni mhudumu katika huduma ya maombi na maombezi Mlima Moria Ministry iliyopo mkoa wa Kilimanjaro maili 6 Msasani. Nipende kuwakumbusha wale wote ambao tunatokea barabara ya Arusha. Chukua kituo cha mashine upande wa kushoto, utavuka barabara upande wa kulia, kwa mbele utaona bango lililoandikwa barabara kwa Gideon na siku za huduma, moja kwa moja litakuelekeza mahali huduma ilipo, sio mbali sana na barabarani. Kwa wale ambao tunatokea Moshi mjini, utapanda haisi za maili 6 au costa zinazoelekea Arusha, utachukua kituo cha mashine upande wa kushoto, utarudi nyuma kidogo, utaona bango lililoandikwa barabara kwa Gideon na siku za huduma, moja kwa moja litakupeleka mahali huduma ilipo, sio mbali sana na barabarani. Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2025, mpako mafuta wa Mungu mtumishi Gideon anawakaribisha sana kwenye mafundisho ya neno la Mungu yanayohusu kujutia dhambi. Mafundisho hayo yatasimamiwa na andiko linalotoka katika kile kitabu cha Mathayo ule mlango wa 27 mstari wa 4 hadi ule mstari wa 8. Nitaelezea kwa ufupi. Wiki iliyopita tuliona baada ya Yuda kufanya usaliti, alijutia dhambi. Akachukua vile vipande 30 vya fedha alivyokuwa amepewa kwa ajili ya kumsaliti Yesu, akavirudisha hekaluni. Wakuu wa makuhani wakavichukua vile vipande 30, wakasema vipande hivi havifai kuwekwa kwenye kapu ya sadaka, kwa sababu vile vinaitwa ni kima cha damu. Kima cha damu kwenye Biblia inamaanisha nini? Ni thamani au bei ya damu. Wakasema fedha hizi zikanunulie konde la mfinyanzi, ambao konde la mfinyanzi katika Biblia tunazungumzia ni shamba au kiwanja ambapo ni sehemu pa kuzikia wageni. Hivyo basi tunajifunza nini? Biblia inapozungumzia konde la mfinyanzi ambapo ni sehemu pa kuzikia wageni, yamkini mimi na wewe, mazingira tunayoishi, maeneo tunayoishi au tunayofanyia biashara katika ulimwengu wa roho yameshabadilishwa yakaitwa ni konde la mfinyanzi, ambao ni tunamaanisha ni shamba la damu, ambapo yamkini maeneo yale yalinunuliwa kwa njia ya dhulma, kwa njia ya usaliti au kwa njia ya umwagaji damu. Ndio maana pale tunaposimama katika biashara tunaona biashara haziendi, kwenye ndoa haziendi, kwenye kazi haziendi, watoto wetu elimu wanafeli, hawasongi mbele. Kwa sababu nini? Iko dhambi iliyofanyika pale ambayo sisi kwa akili zetu hatuwezi kuijua. Hivyo basi tunatakiwa tuingie katika toba na rehema, tumuombe Mungu, tuombe damu ya Yesu ifanye utakaso yale maeneo ili tukamuone Mungu isivyo kawaida. Basi mpendwa katika Kristo, ninapenda nikuambie kwamba Jumapili hiyo ya tarehe 6 mafundisho hayo yatakuwa ni mafundisho ambayo hayajawahi kufanyika sehemu yoyote, kwa sababu tutakuomba uje na chochote. Kama ni wewe ni mkulima, unalima, beba udongo njoo nao. Yamkini ni mwanandoa, unaona ndoa yako haiendi, beba picha ya kwako ya mwenza wako uje nayo. Yamkini ni mwanafunzi, unaona masomo yako hayaendi, beba daftari lako uje nalo. Yamkini ni mfanyabiashara, beba chochote ambacho kinachohusiana na biashara uje nacho, kwa sababu mafundisho haya yataenda kufanya ukombozi na utakaso na tutamuona Mungu isivyo kawaida. Mlima Moria Ministry inawakaribisha nyote na inawapenda sana. Mje muone jinsi Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo anavyotenda. Manake kutakuwa na mafundisho ambayo ya ukombozi na tutaenda kukombola na tutamuona Mungu isivyo kawaida. Tunawapenda nyote na tunawakaribisha sana.